Je, umewahi kujiuliza ni kwa nini unaomba, unafunga, lakini bado maisha yako yanafuata mfumo ule ule wa shida za wazazi wako? Kuna siri nzito iliyojificha nyuma ya madhabahu na maagano. Siri inayotawala ulimwengu wa roho bila wewe kujua. Usipojua jinsi madhabahu inavyofanya kazi, utaendelea kupigana vita vya rohoni kwa kutumia silaha za mwilini na kushindwa kila siku. Watu wengi wanaamini kuwa ukishaokoka au kubatizwa, kila kitu kinabadilika papo hapo. Lakini kuchukua hatua za kiroho. Lakini ukweli mchungu ni huu: unaweza kuwa na upako mkubwa wa Mungu, lakini ukabaki kuwa mtumwa wa maagano ya damu yaliyofanywa na mababu zako tangu karne zilizopita. Je, ni kwa nini Mungu mwenyewe hawezi kuvunja sheria za madhabahu bila damu kumwagika? Kuanzia nyakati za kale za Misri hadi Agano la Kale na Jipya, kuna kanuni moja inayotenganisha waliofanikiwa na waliofungwa. Na leo nitakufunulia mfumo huo wa ajabu kabisa. Maana halisi ya madhabahu ni nini? The foundation of spiritual legalities. Madhabahu siyo tu jengo. Madhabahu siyo meza au eneo la kanisa. Katika ulimwengu wa roho, madhabahu ni kituo cha kisheria kinachounganisha ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Ni lango au portal ambapo viumbe wa rohoni wanapewa haki ya kisheria kuingilia kati mambo ya wanadamu. Katika Biblia, neno la Kiebrania la madhabahu ni mezbeh, linalomaanisha mahali pa kutolewa dhabihu. Madhabahu ilithibitisha agano. Katika Biblia, sadaka mara nyingi iliambatana na agano. Madhabahu ilishuhudia kwamba uhusiano wa agano umeanzishwa kati ya Mungu na watu wake. Madhabahu ilikuwa ikitangaza, sisi ni mali ya Mungu. Mungu peke yake ndiye Bwana wetu. Tunategemea rehema zake. Hatuabudu miungu mingine. Tunakubali masharti ya agano lake. Kazi kuu ya madhabahu ni kutoa leseni ya kiroho. Mungu ni roho na shetani ni roho. Wote wanahitaji madhabahu ili kutenda kazi duniani. Bila madhabahu na dhabihu, roho haina mamlaka ya kisheria kutenda jambo kwenye maisha ya mwanadamu. Maagano na damu. Katika nyakati za kale, agano ni makubaliano rasmi na ya kisheria kati ya pande mbili yanayotiwa muhuri kwa damu. Damu ndiyo sarafu kuu
ya ulimwengu wa roho, kwa sababu uzima wa kiumbe uko ndani ya damu. Katika ancient pagan covenants, familia na wafalme walifanya maagano na miungu kupitia dhabihu za wanyama au wanadamu ili kupata utajiri au ulinzi vitani. Maagano haya yaliingiza vizazi vyao vyote kwenye vifungo vya damu. Katika Agano la Kale, Mungu alifanya agano na Ibrahimu katika Mwanzo 15 kwa kutumia wanyama waliokatwa katikati, na baadaye agano la sheria kupitia Musa kwa damu ya ng'ombe na mbuzi. Tazama Kutoka kuanzia sura ya 24. Katika Agano Jipya, Yesu Kristo alikuja kama dhabihu ya mwisho. Damu yake juu ya msalaba wa Kalvari ilisimamisha madhabahu kuu ya evergreen inayobeba ukombozi wa milele. Tazama Waebrania sura ya 9 kuanzia 12. Maagano ya kizazi cha leo, the modern day covenants. Leo maagano hayafanywi tu kwenye misitu au mahekalu ya kienyeji. Maagano ya kisasa yanafanyika kupitia ushirikina wa kiasili na dawa za biashara. Unapochukua dawa ya biashara au ulinzi, unaunganishwa na madhabahu ya aliyekupa dawa hiyo. Kiapo cha damu kwenye mahusiano. Vijana wengi wanajikata na kuchanganya damu kama ishara ya mapenzi. Bila kujua, wanakabidhi vizazi vyao kwa majini, mizimu ya ukoo, sadaka zinazotolewa kwenye makaburi ya mababu wakati wa sherehe za kimila. Kama umewahi kujiuliza kwa nini juhudi zako zote hazileti matunda, tazama msingi wa ukoo wako. Je, kuna madhabahu inayolia dhidi yako? Ukipuuza ukweli huu na kuendelea kuishi bila kutambua na kubomoa madhabahu za giza za kwenu, utaritisha watoto wako minyororo ile ile inayokutesa leo. Utasoma, utafanya kazi kwa bidii, lakini utaishi ukiingia kwenye mzunguko wa umaskini, magonjwa ya kurithi na ndoa kuvunjika. Habari njema ni hii: nguvu ya madhabahu ya Kalvari na damu ya Yesu ni kuu kuliko madhabahu yoyote ya ukoo. Katika Waebrania 12 kuanzia 24 inasema, damu ya Yesu inasema mema kuliko damu ya Habeli. Damu ya Habeli ililia kisasi, lakini damu ya Yesu inalia rehema na ukombozi unaoweza kusimama leo kama mwombezi wa familia yako. Ukabomoa madhabahu za sanamu kama Gideoni. Tazama Waamuzi sura ya 6 25 hadi 27, na kusimamisha madhabahu mpya ya Mungu aliye hai. Je, unahisi maisha yako yamefungwa na laana za ukoo, mikosi au maagano ya kale yanayorudia? Unahitaji msaada wa kiroho na maombi ya kimaombezi ya kuvunja madhabahu za giza. Wasiliana nami sasa hivi
kwa usaidizi na maombi ya kuvunja laana za ukoo. Simama leo na ukomboe kizazi chako. Na kama ujumbe huu umekugusa, usisahau kusubscribe, usisahau kubonyeza like button, na usisahau kuwasambazia wale ambao ungependa wapate ujumbe huu, waweze kufunguliwa kama wewe. Na kama umenisikiliza na bado maisha yako haujampatia Bwana Yesu, ningependa kukupa nafasi hii. Basi rudia nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe leo dhambi zangu zote na makosa. Futa jina langu kwa kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Nimemkataa shetani na kazi zake zote. Nimekupokea Yesu uwe Bwana na mkombozi wa maisha yangu, kuanzia sasa na hata milele. Sema amen and amen. Sasa basi, tuonane tena wiki ijayo wakati kama huu. God bless you and shalom.